Naam, katika mauhiba ya sira ukurasa 53 somo la 22. Alhamdulillah, tumetamata biyaumin ba'da yaumin. Tumo katika asanatu sadisa min alhijra, tuko mwaka wa 6. Alhamdulillah. Ghazawatuha, vita vyake, Islamu Thumama wa i'tirafuhu, kusilimu bwana Thumama na kukiri kwake. Alikiri nini? Twende ndani. Lakini pia tunapata usilimu kwake. Fi sanati sadisa, mwaka wa 6, hadathati ghazwatu Bani al-Lahyana, palitokea vita vya al-Lahyana. Ni ismun qabilati, ni jina la kabila fulani hivi, inaitwa Banu Lahyana. Yote haya yamesababishwa na nini? Lighadhirihim, ni kwa sababu ya ukhainifu wake, uongo wao, lakini pia na wao kuwa waongo, wadanganyifu. Walam yakun fiha harabun, baada ya mavutano na wao kuwa wadanganyifu, walichokikubaliana wao na Waislamu hapa kutokea vita. Liannahum, kwa sababu mapango ya vita kwamba siku fulani pahala fulani, harabu, walikimbia. Wafiha, na mwaka huo huo, hadathati ghazwatu al-Ghaba, vita vya al-Ghaba. Yani maudhi'u baina Makkah wal Madinati, ni sehemu iliyoko baina Makkah na Madina. Hasalati fiha, palipatikana munawashatun, sawa, mauano. Munawasha ni mauano, tena kutila fiha, sawa, mapigano. Munawasha mapigano, mauano haina maana nje na hiyo. Paliuliwa ndani ya vita hivyo muslimun wa mushrikani, muislamu mmoja na washirikina wawili waliuliwa. Wafiha, na katika mwaka huo, hadathati ghazwatu al-Hudaybiyah, palipatikana vita vya Hudaybiyah. Ni bi'irun baina Makkah wal Madina, ni kisima. Na nadhani katika wajihi sharhi tutakuja kutazama maneno haya katika maelezo yake. Walam yahduth fiha harbun hifdhan ala hurumati albayt alharami, na hapa kutokea vita ya aina yoyote katika mwaka huo tena, kwa sababu ya kuhifadhi heshima ya nyumba tukufu hapo kwenye sawa, bi'iru baina Makkah wal Madina. Wa fi hadhihi sana, mwaka huu, aslama Thumama bun Utala, ali silimu Thumamatu bin Utala au Uthalatu, Uthalatun. Huyu asaratuhu sariyatu fi tariq, walimpata mateka njiani, lakini katika sherehe ndipo tutakapogundua faida yake. Baada an amalahu rasul, baada ya kukaa na bwana mtume akatenda kazi sasa, bimuntaha makarimil akhlaqi, katika upawa ama upeo ama ujuu wa tabia ilo nzuri kuliko kawaida, akifanya kazi. Anna amalahu ar-rasul, baada an amalahu ar-rasul, baada ya mtume kumtumikisha, simteka akamtumikisha, basi bimuntaha makarimil akhlaqi, akaonyesha kwamba sasa kwa tabia zilizo nzuri, yani kwa ujuu wa tabia zilizo nzuri sana. Baada islamihi qala li rasuli, baada kuslimu alimwambia mtume, wallahi ya Muhammad, na kwa pia ewe Muhammad, ma kana ala al-ardhi min wajhi abghadhun ilayya, hakukuwepo na yeyote katika ardhi mtu niliyekuwa namchukia kama wewe kwangu mimi. Subhanallah, min wajhika, nilikuwa nikiuona uso wako, yani nauchukia kulikoni kiumbe kingine chochote duniani. Yani kama kuna watu ninawachukia kuwatazama katika uso wake, katika uso wako namba moja. Subhanallah. Lakini anamwambia faqad asbaha wajhuka ahabbu alwujuhi kulliha ila Allah, hakika leo pamegeuka, hakuna uso na upenda katika nyuso zote kwa ajili ya Allah
hakuna kulliha ilayya, nyuso zote kwangu mimi hakuna uso ninaoupenda kama wewe. Kwa nikikuona wewe nafurahi, nje na pale kipindi cha nyuma, kila nilipokuwa nikikuona basi wewe nilikuwa nakuchukia sana. Wallahi ma kana ala al-ardi naona ma kana ala al-ardi min dini abghadhun illa min dinika, hakukuwa katika ardhi hii kuwa na dini bwana, dini nilokuwa naichukia zaidi ni dini yako bwana Mtume Muhammad. Fakad asbaha ahabba dini kullihi ilayya, hakika dini yako imegeuka sasa leo ni katika dini ninayoipenda kwangu mimi. Wallahi ma kana min baladin, anamwambia ni kweli hakukuwa na mji wa aina yoyote abghadha ilayya, ambao nilikuwa nauchukia mimi, min baladika, kuliko ni mji wako, kuliko ni mji wako. Fakad asbaha, pamegeuka sasa, asbaha ni kugeuka, ahabba albiladi ilayya, miji ninayoipenda sana ni huwa hapa. Huyu ni bwana nani? Thumama bun Uthala au Athalatan. Naam, sasa tutakuja kuipita sharhi afu kisha tuje tuondoke na Ghazwatul Hudaybiyah wa bai'atur Ridwan.